CCM. Kwa majina naitwa Jerry Diamond Mwaga, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kaliua. Sisi kama halmashauri ya wilaya Kaliua, kama ilivyokuwa kwa halmashauri nyinginezo nchini, tuliyapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kuhakikisha ifikapo tarehe 28 mwezi Februari watoto wote wenye sifa ya kujiunga na shule ya msingi kwa maana ya awali ya darasa la kwanza, lakini pia watoto waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wanaingia kwenye kujiunga na shule hizo, lakini pia kuna vyumba vya kutosheleza na wanakaa kwenye madawati. Kwa sisi kama halmashauri tumetekeleza azma hiyo, na katika kipindi hiki tunatarajia moja, kufungua shule 10 za msingi, lakini pia tunatarajia kufungua shule 2 za sekondari kwa ajili ya kupokea kidato cha kwanza. Kwa kufanya hivyo tumepita na kamati ya fedha, mipango na uongozi ya halmashauri, na tumekagua baadhi ya shule kwa maana ya miradi ambayo inatekelezwa na halmashauri, na kama ambavyo umeona kwenye ziara hii, kamati imeridhika na utendaji wa halmashauri katika ile miradi ambayo halmashauri inatekeleza. Miradi hii kwa sehemu kubwa, kwa mfano shule za msingi, imekuwa ni miradi ambayo imeibuliwa na wananchi kwa jitihada zao wao wenyewe, wamekaa kwenye vikao vyao wakaibua miradi hiyo, lakini sisi kama halmashauri tumeendelea kwa support katika miradi hiyo ili kuhakikisha kwamba hizo shule za msingi ambazo zilikuwa ni shule shikizi basi sasa zinakuwa ni shule za msingi za serikali. Lakini pia kwa upande wa sekondari tumejenga vyumba vya madarasa. Tuna shule ya sekondari ya Kamsekwa ambayo shule hii haikuwepo, lakini kwa kushirikiana na wananchi tunataka shule hii ianzishwe na iwe ni shule ya sekondari ya serikali. Vile vile tunao shule ya sekondari ya Kanoge katika kata ya Kanoge, nayo ni shule ambayo ni wazo la wananchi. Kata ile haina shule ya sekondari, kwa nayo ni shule ambayo tunatarajia kuifungua katika kipindi hiki. Lakini pamoja na hizi shule mpya ambazo nimezisema, tunazo shule mbalimbali za msingi na sekondari ambazo halmashauri imeendelea kuzijengea uwezo kwa maana ya kuongeza miundombinu ya madarasa, lakini pia kuongeza madawati. Kwa mfano kwenye ziara yetu tumekuwa ya sekondari ya Usinge. Kwenye shule hile tunao mpango ambao tunauita Kaliua EK Modo, kwa maana Kaliua elimu ya kujitegemea. Mpango huu unashirikisha wanafunzi kwa kushiriki kufyatua matofali, lakini pia mpango huu unahusisha shughuli mbalimbali za kiujasiriamali kama kilimo kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi kula shuleni, lakini pia kutumia sehemu ya mazao yale kwa maana kama sehemu ya kipato kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule. Kwa kupitia mpango wa Kaliua EK Modo, shule ile iliweza kutengeneza matofali yasiyopungua 120,000 matofali ya kuchoma. Matofali haya ndio ambayo tumeyatumia sasa katika ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa. Kwa sisi kama halmashauri tumepeleka mifuko 400 ya simenti pale, lakini wananchi kupitia vikao vyao vya vijiji, kupitia vikao vyao vya ODC, lakini pia mikutano mikuu ambayo imefanyika kwa kupitia wanasiasa, wamehamasika na wamechangia fedha. Katika shule ile takriban shilingi milioni 17 zimechangwa na wananchi wamehusika katika ujenzi wa shule, wameunda kamati yao ya ujenzi, wameweza kusimamia ujenzi ule, na kwa hali ya ujenzi kufikia ipo katika hatua ya upauaji na miundombinu ile iko katika kiwango kizuri. Mhandisi amekagua na ameridhika. Lakini pia tunazo shule za msingi ambazo nazo tumeendelea kuziboresha. Kwa sisi kama halmashauri tumejihakikishia kwamba agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu litatekelezeka bila kutetereka. Kwanza mimi niwape hongera sana walimu wote, watumishi wote wa kata, Mheshimiwa Diwani pili, Mheshimiwa Titus ambaye ameomba uzuru, niwape hongera kubwa mno. Imekuwa na sisi madiwani wa kutoka sehemu nyingine, imekuwa ni kama vile sehemu ya kuja kujifunzia. Hongereni sana. Lakini pia mimi niwaombe kwamba hatua mliofika ni kubwa, na nilikuwa najaribu kumuuliza mwenyekiti wa bodi, akasema na tayari kenchi mmeshaanza. Kwa hiyo mimi niwaombe endeleeni na michango, angalau sasa kama kamati ya mipango na fedha tutajitahidi kwa hali na mali ili tuweze kuwasapoti bati. Na nadhani tukitoka hapa tutaenda kulijadili na zitakuja kwa kasi, na hili mpaka kusema hivi
sio kama mimi makamu mwenyekiti, ila ameniambia mwenyekiti samani, nimewahi kulisema kabla ya wewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba sana endeleeni jitihada, na niwaombe waheshimiwa madiwani ambao tumefika hapa. Fursa kubwa ya sisi madiwani ambao tupo kwenye hii kamati ni kujifunza pia. Haya tuliyaona hapa, twende tukajifunze na sehemu nyingine. Lakini pia twende tukahimize na shule zingine ili watoto waendelee kufyatua tofali zenye ubora kama jinsi ambavyo tumeziona hapa. Nawashukuru sana, asanteni. CCM